wa Bahati, kijiji cha Nyadhuna katika eneo la Kabatini wamebaki kwa mshangao huku wakiishi kwa hofu baada ya mwanamke mwenye umri wa miaka 42 kupatikana akiwa ameuawa kwa kukatwa na panga katika kisa kinachoshukiwa kuhusishwa mzozo wa kimapenzi. Mwili ulipatikana ndani ya chumba akiwa ameloa damu, kama anavyotuarifu Mike Chalo. Ni kisa cha ukatili kinachodaiwa kuhusishwa na mzozo wa kimapenzi. Inadaiwa kuwa baada ya kifo cha mumewe Mary Mburu almaarufu Njoki, aliingia katika uhusiano wa kimapenzi na Paul Ndung'u mwenye umri wa miaka 49. Yeye alikuwa anaishi hapa lakini bwana yake alifariki. Lakini alikaa na huyu mtu kinyumba anaitwa Jango, walikuwa naishi kinyumba. Wawili hao wakiishi kama wapenzi kwa muda kabla ya mzozo unaodaiwa kuanza jana majira ya saa 3 usiku. Paul Ndung'u alipompata Mary Mburu na mwanamume tofauti. Inasemekana labda ilikuwa ni urafiki, mzozo wa kiurafiki ambaye haijabainika. Leo asubuhi mwendo wa saa 4, Paul Ndung'u akiripoti katika kituo cha polisi cha Bahati akidai kudhulumiwa na mpenzi wake. Hata hivyo, polisi walipofika eneo la tukio kumkamata Mary Mburu, wakimkuta tayari akiwa ameuawa kwa kukatwa na panga, huku nguo zake zikiwa zimelowa damu. Ameuliwa usiku na boyfriend wake, na boyfriend yake akajipeleka kwa kituo cha polisi. Wakakuja na huyo CID, ndio CID ajue ni nini litendeka. Hata CID akikuja hapo anajua ni mtu ameuliwa. Alikuwa anakuja kuona mwenye amepiga huyu mwanaume ni nani. Vile amefika akapatwa na maiti kwa nyumba. Alikuwa amekatwa shingo, uso na kichwa. Alikuwa na majeraha kadhaa. Tumeshika huyu accused person Paul Ndung'u Kavairo, tuko na yeye na kesho tunampeleka kotini na mashtaka ya mauaji. Wakazi wa Bahati wanalalamikia ongezeko la visa vya ukatili wa aina hii, tukio hili likijiri wiki chache baada ya kisa cha Machi tarehe 29 ambapo mwanamume mwenye umri wa miaka 45 alidaiwa kumkata mke wake shingo kabla ya kichwa chake kupatikana baadaye. Juzi tena pale juu kuna mama amechinjwa bado hivyo kimnyama, kuna katoto ka grade 2 Nyadhuna kamechinjwa hivyo bado, na kuna mwingine Mairu 7 alikuwa amechinjwa na wakaenda na kichwa ya mwingine hapo Mairu 10. Ni kisa cha 4 mwaka huu, wakazi sasa wakilaumu na kuhusisha visa hivi na ongezeko la pombe na dawa za kulevya katika eneo hili la Bahati. Mike Chalo, TV 47.